these different things. Yote haya mambo tofauti It's tofauti. all right. Ni sawa. But let us put it right down Lakini hebu tuweke sawa sasa. and say every word of God is true. Na tuseme kwamba kila neno la Mungu ni kweli. Everything God said is perfect. Kila kitu neno la Mungu lichosema ni ukamilifu. And if he said, Na kama amesema, whatever things you desire, yote mnayoshaukia, when you pray, ndipo mnapoomba, believe you receive it. amini kwamba I umeikipata. believe that is the truth. Naamini kwamba hiyo ni kweli. God, let me lay measuring stick down. Hebu likae chini Niweke kipimo changu chini and on my soul na nafsi yangu and spread it across God's word na jae kwenye neno la Mungu. and say, Nasema, God, Mungu, it is the truth. hiyo ni kweli. Send the unction of the Holy Ghost. Tuma Uwepo au nguvu za Roho Mtakatifu. au nguvu za Roho Mtakatifu. And fire the cylinder above me. Na utie moto kila kitu juu yake. I believe Naamini every word of it. kila neno juu yake. And you will see things take place. Na utaona mambo yakitokea. Do you believe that? Unaamini hilo? If you don't have the Holy Spirit, Kama una Roho Mtakatifu, and you tell God, na mwambie I Mungu, don't want to live here tonight mimi sitaki kuondoka usiku wa leo without anything. bila I chochote. need something from you. Nahitaji kitu fulani kutoka God kwako. will do it. Mungu atakifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Pray Omba ceaselessly. Bila kukoma. Every day. Kila siku. Every time. Kila wakati. God will hear your desire. Mungu atasikia shauku yako. Jina la Bwana libarikiwe. Because this hour, kwa sababu wakati huu, is much, it needs, many has been given this hour. Wengi wamepewa katika wakati huu. Many things, more has been given this hour. Mengi yamepewa katika wakati huu. And many are required. Na vingi vinahitajika. The standard you have. Kiwango tulichopo. The standard you have. Kiwango ulichopo. Maybe. Pengine. It was enough. Ilikuwa inatosha. During the time of Luther. Katika wakati wa Luther. Maybe in the time of Wesley. Pengine katika wakati wa Wesley. Maybe the time of Pentecost. Pengine katika wakati wa Pentecost. But in this hour, lakini katika wakati huu, the standard is higher. Kiwango ni cha juu zaidi. Amen, napendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Itakuwa ni bahati mbaya, amen, napendwa. You want to live in the level of the Lutherans. Unataka uishi katika kiwango cha Walutherani. Though you are baptized in the name of Jesus Christ, umebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, and you live under that anointing, na unaishi katika upako wao, this hour is more. Wakati huu ni wa juu zaidi. It needs more. Inahitaji zaidi. Something from your soul. Kitu fulani kwenye nafsi yako. It's not something in the spirit. Sio kitu kwenye roho yako tu, lakini kitu kutoka kwenye nafsi yako. The standard of the hour is higher. Kiwango cha wakati huu ni cha juu zaidi. The examination this hour is so strong, so tough. Kiwango cha wakati huu ni kigumu. Mtihani wa wakati huu ni mgumu. Amen, napendwa. But God measured people. Lakini Mungu anawekea kiwango wake. He saw that you qualify to be in this hour. Na aliona kwamba wewe unafaa kuwa katika wakati huu. He saw that I qualify to be in this hour. Aliona kwamba mimi ninafaa kuwa katika wakati huu. So you need to reach to that standard. Kwa hiyo inabidi ufikie kwa kiwango. If they were praying 1 hour, kama ulikuwa unaomba saa moja, maybe in those other ages, katika hivyo vipindi vingine, if it 30 minutes was kama enough, ilikuwa ni dakika 30 ilikuwa inatosha. But this time, lakini kwa wakati huu is not enough. Haitoshi. The standard is higher. Ni kiwango ni cha juu zaidi. In Revelation 9, katika Ufunuo 9, hell was opened. Mbingu ilifunguliwa. Heaven, I'm not sorry. Hell was opened. Kuzimu ilifunguliwa. So demon, kwa hiyo mapepo, rose from hell. Yakatoka kutoka kuzimu. And now they are walking on the earth. Sasa hivi yanatembea duniani. So it needs more standard. Kwa hiyo inahitaji kiwango cha juu. Higher standard. Kiwango cha juu. To defeat those demons. Kupigana na haya mapepo. There are millions and billions of demons. Kuna mamilioni na mamilioni na mabilioni ya mapepo. They are not in hell. Hawako kuzimu. Those demons, hayo mapepo, they are not in hell. Hayako kuzimu. Revelation 9, Ufunuo 9, they rose. Inasema walitoka. They are on the earth. Wako duniani. They want to torment people. Wanataka kuwasumbua watu. Without the seal of God. Bila kuwa na muhuri wa Mungu. Nisomee Ufunuo 9. So if you live, kwa hiyo kama unaishi below your privilege, chini ya kiwango chako, you will be defeated. Utapigwa. Utashindwa kwa sababu mapepo yametoka kuzimu. Saizi yanazunguka, yanatafuta nani amezubaa. Yanakuvuta tu na kama njoo wewe njoo. Na wengine ni rahisi, hata ukimshika kwa tai tu, anakuja tu. Ni mfano tu, sikasema ni wewe. Yaani pepo tu akimvuta
kidogo tu, hata hatumii nguvu, mpaka pepo anashanga, aisee, mtu huyu amekuwa mlaini. Nasema aisee, mpaka mapepo yanakupongeza. Sababu hauko mgumu, you cannot even resist the devil. Huwezi hata kumshinda shetani. Then the scripture says, na maandiko yanasema resist. Mpaka naacha pembea na baki anaona unaendelea sasa. Aisee, mtu mzuri sana kweli huyu. Hata bila kumvuta kwa nguvu. Shetani anatakiwa atumie nguvu. Amina pendwa? Mnanisikia? Anatakiwa atumie nguvu kukuvuta na pia ashindwe. Sasa hatumii nguvu na anakushinda. Kijana ambaye sio muamini sasa nataka kukuoa, twende. Sasa twende. Tena wewe unatangulia. Sasa unatangulia unaenda wapi? Mume mwenyewe amebaki nyuma. You are too easy. Ni mrahisi sana. Umekuwa mrahisi hata kama neno halifanyi kazi. Hebu nikwambie, ujumbe huu tunaoamini haujawahi kuja duniani. Hebu nirudie hapo. Ujumbe tunaoamini huu kama huu tunaoamini, amina wapendwa, haujawahi kutokea duniani. In other way, we have the strongest message. Tuna ujumbe wenye nguvu sana. Than all 7 church ages. Kuliko wajumbe nyakati. Kuliko jumbe zote zilizotolewa katika nyakati nyingine. Kama ungekuwa ni wakati ambao shetani atakiwa apate shida, itakiwa ni wakati huu. Sasa shetani mpaka anashangaa. Alafu anabaki nyuma, unajiongoza wewe mwenyewe, umebaki mpaka shetani anashangaa. Sijai kuona mtu mbumbumbu kama huyu. Shetani anataka afanye kazi eti na ashindwe. Amen. Hebu nikwambie, kuna makanisa ukioa sio muaminio, huji kurudi tena, hamna vya kutubu. Huko potelea mbali huko. Utajuana na Mungu, tafuta kanisa lako mwenyewe. Nafikiri Simba tukiintroduce hiyo. Ndaka kwa mkali. Jina la Bwana libarikiwe. The prophet was told, nabii aliambiwa, when he wanted to live in the bushes, alipotaka kwenda kuishi msituni, you want to go in the forest, alitaka kwenda msituni, I want to go where there is no people, nataka niende ambako hamna watu, where when I come, napokuja, I just deliver the message, natoa tu ujumbe, I go back to the bush, narudi kule msituni, I come from the bush, I preach the message, nakuja na ubiri ujumbe, I go back to the bush, narudi kule msituni tena. God told him, Mungu akamwambia, don't do that, usifanye hivyo, you are called more than those. Wewe umeitwa kuliko zaidi ya wengine. So if he was called more than those, he said from the days of Enoch. You cannot compare Brother Branham with Enoch, because he was since the days of the prophet Enoch. From Enoch to this day, he was told, you are called more than those. Tangu wakati wa Henoko. Kwa hiyo aliitwa zaidi ya Musa, zaidi ya Elia, zaidi ya Paulo. Unasema hawezi kuwa zaidi ya Paulo. Nikwambie, ni zaidi. Wa Paulo kwanza hawakunyakuliwa. Wa ndugu Branham watanyakuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Paulo hakuwa na huduma ya yule mwana wa Adamu. Ndugu Branham alikuwa na huduma ya yule mwana wa Adamu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu nashukuriwe. Mungu alimwambia, hakusema tangu wakati wa Henoko isipokuwa Paulo. Anasema tangu wakati wa Paulo mpaka sasa umeitwa zaidi yao. Na wewe umeitwa zaidi ya wale wote mpaka wakati huu. Sasa kwa nini shetani hatumii nguvu? Kwa nini shetani hatumii nguvu? Why? Kwa nini? You are so weak. Umekuwa mdhaifu sana. We should not be weak. Kwa nini uwe mdhaifu? We should not be weak. Hatutakiwi tuwe wadhaifu. We are strong. Sisi ni wenye nguvu. And the strongest. Na wenye nguvu zaidi ya wengine wote. Than all ages. Kuliko vipindi vingine vyote. That is the way we are supposed to be. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa tuwe. Because the message. Kwa sababu mjumbe. That has been even the messenger. Ambaye amepewa mjumbe. You cannot separate a messenger and the message. Hatuwezi kumtenganisha mjumbe na ujumbe. Kama ameitwa zaidi na ujumbe wake ni zaidi. Na wanaoamini ujumbe wake kweli kweli wanapaswa kuwa zaidi. Kwa sababu saa hizi hatupambani na mapepo ya kuzimu, tunapambana na mapepo yaliyoko duniani.
Kwani watu wanakuja hapa wamepagaliwa na mapepo, yametoka kuzimu, yametoka hapa duniani, ukizubaya na kuingia. Usoma ndugu, soma. Watu wanafikiri nimekumbebe, soma. Mapepo haya. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Sikiliza. Naye rudia watu. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Haya. Usikie hapo kwanza. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu nashukuriwe. Mpaka leo nisikilize. Ni baragumu ya 7 tu ndio haijapigwa. Ni baragumu ya 7 ndio lakini nyingine zote zimepigwa. Na hawa mapepo, sikiliza, yalitoka wakati rudia kitu nataka watu wapate. These demons, they came out from hell. Yalitoka kuzimu. Not when the 7th trumpet was sound. Wakati baragumu ya 7 ilipokuwa imepigwa. No, it is when the 5th trumpet. Ilikuwa ni wakati ile baragumu ya 5. Jina la Bwana libarikiwe. And the 5th trumpet na baragumu ya 5 has already sounded. Tayari imeshapigwa. So those demons, kwa hiyo haya mapepo, they are here. Tayari yako hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Yanazunguka yakitafuta aliyezuba. Endelea soma kidogo. Namaliza. Lakini nataka ujue mapepo yanazunguka. Ukizubaa tu unaingia kwenye nyavu. Ukiingia tu unaingiza kwenye nyavu. Na ukizubaa zaidi unajiingiza mwenyewe. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Sikiliza. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Nzige wakatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi. Nzige sio nzige ukadhani kama ni nzige wadudu au senene ambazo watu wanakula Bukoba, wanakula nzige sana. Sio nzige hizo zinazozungumziwa. Those are devils. Hayo ni mapepo. Nzige hao ndio walikula mti wa bibi harusi. Sasa alikuwepo parare, nzige, madumadu na tunutu. Amina napendwa. So those nzige, kwa hiyo hao nzige, those locusts, hayo matunutu, they are not the locusts we know. Sio haya matunutu tunayoyatambua, which people eat, ambayo watu wanayala. These are demons. Haya ni mapepo. These are devils. Haya ni mashetani. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwani imeandikwa kwamba wasile waaminio? Hebu rudia. Anasema sisi hatuwezi kuliwa. Sikiliza. 4. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, ndio, wala kitu chochote kilicho kibichi, ndio, wala mti wowote, ndio, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Watu wasio na muhuri ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. That's why you see wrong doctrines. Ndio maana unaona mafundisho ya uongo. Where they are not coming from people. Yanatoka wapi? Hayatoki kwa watu. They are from demons through the people. Yanatoka kwa mapepo ambayo yanaingia watu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. And the people, they are happy with those wrong doctrines. Na watu wanafurahia hayo mafundisho ya uongo. But according to the scripture, lakini kulingana na maandiko, they are demons. Hayo ni mapepo. If you have the true spirit, kama wewe una roho kweli, he will lead you into all the truth. Atakuongoza katika kweli yote. Amen wapendwa. Wrong spirit, roho sio sahihi, will bring a wrong doctrine. Ataleta mafundisho ya uongo. They are from demons which are moving around. Hayo yanatoka kwenye mapepo ambayo yanazunguka. Which when the 5th trumpet, wakati baragumu ya 5, when it was blown, ilipokuwa imepigwa. Jina la Bwana libarikiwe. Now listen the comparison. Sasa sikiliza ulinganifu. The 5th seal, muhuri wa 6. Sikiliza. The 5th seal, muhuri wa 5, we have souls under the altar. Tuna nafsi chini ya madhabahu.
which were killed by the same demon. ambayo yaliuliwa na mapepo hayo hayo. Si kama watu do people understand what I'm saying? Je, watu wanaelewa ninachoongea? This is the 50th trumpet. Hii baragumu ya 5 Brought demons. iliyaleta mapepo. Jina la Bwana libarikiwe. And in the 50th seal, Na katika muhuri wa 5 we see souls under the altar. tunaona nafsi chini ya madhabahu. And those souls under the Na altar, hizo nafsi chini ya madhabahu they were killed waliuliwa by dictators. na watawala wa amri. Why did the dictators kill those souls, those Jews? Kwa nini wale watawala wa imla waliwaua Because Wayahudi? they were possessed with these demons, Kwa sababu walikuwa wamevaa na haya mapepo which came from hell. ambayo yalitoka kutoka kuzimu. Sijui kama mnanipata. Hebu ngoja niende polepole. Na msiponipata hamtoki darasa hili. Read, niambo nisomee Ufunuo sura ya 5. Tusome Ufunuo sura ya 5. Hebu sikiliza Ufunuo sura ya 5. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti. Muhuri wa 5 ni Ufunuo 6. Ni Ufunuo 6. Ufunuo 6 mstari wa 12 nadhani. Au mstari wa 9, sikiliza. So. Yes. Nami nikaona, sikiliza, alipofungua muhuri wa 6. Alipofungua muhuri nataka muhuri ya 5. 9 ndio. Na alipofungua muhuri ya 5. Hebu sikilize, tusikilizane. Ukikaa tu ukatembea bila kujua wewe ni nani, na ujumbe wa sasa, yeye anajua, shetani anajitambua vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema shetani atafungwa wakati wa utawala wa miaka 1000. Saa hizi mapepo yamefunguliwa. Mnanisikia? Huhitaji kwenda kuzimu kuleta mapepo. Yapo. Jina la Bwana libarikiwe. Demons, they are not only in hell. Mapepo hayako tu kuzimu. Kule ndio yanakolala. Yakikosa mtu wa kulala ndani ya mtu, yanaenda kuzimu yanalala. Lakini yakimpata yanalala ndani ya mtu. Sikiliza, yakikosa mtu ndio yanaenda kuzimu yanatulia. Lakini yakipata mtu, huyo mtu anayabeba ndio yanatulia, itakuwa ndio nyumba. Watu, they are the carriers either of the Holy Spirit or of the devil. Ni wabebaji wa roho Watu. mapepo. Sema watu. Watu ndio wabebaji, they are the carriers. Ndio wabebaji of the Holy Spirit wa Roho Mtakatifu and of the demon. Na mapepo. Amen. Sure. Kwa ukishinda na watu wenye mapepo, ndio unashinda nao, mnapiga nao soga na nini, utaondoka nawe na pepo. Aidha wewe uambukize au wao wakuambukize. Ndio, aidha wao wavute au wao unasema nitawavuta, lakini tunaona wengine, mbona wengine wanavutwa tu. So Revelation 6 na Ufunuo 6 in the 5th seal, katika muhuri wa 5 we see souls under the altar. Tunaona nafsi chini ya madhabahu. Which are the Jews? Wapi ni Wayahudi? Which were killed. Ambao walikuwa ni Wayahudi ambao waliuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Who killed them? Nani aliwaua? Dictators killed them. Wale watawala wa imla. How did they kill them? Waliwauaje hao watawala wa imla? They killed them by the devils. Waliwaua kwa hayo mapepo. Which we see under the 5th trumpet. Ambao tunayaona katika baragumu ya 5. So 5th trumpet. Kwa hiyo baragumu ya 5 release the demon. Inaachilia mapepo. Na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Ndio. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu? Damu yetu. Those are the Jews. Hao ni Wayahudi. They were killed. Waliuliwa. To the 5th seal. Ni muhuri wa 5. All seals are revealed. Mihuri yote imefunuliwa. The 5th seal is revealed. Muhuri wa 5 umefunuliwa. The 6th seal is revealed. Muhuri wa 6 umefunuliwa. The 7th seal is revealed. Muhuri wa 7 umefunuliwa. Everything is revealed. Kila kitu kimefunuliwa. Now, go back to sasa rudi hapo. Revelation 9. Ufunuo 9. Malaika wa 5 akapiga baragumu.
Nikaona nyota ikitoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Alipofungua muhuri ya 5, roho chini ya madhabahu, alipopiga baragumu ya 5, amina pendwa, kaona mapepo yanatokezea. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio. Nikaona nyota imetoka iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu. Someone can say no. Hebu rudi. Mtu anaweza kusema, unaona huyo malaika alifunga kwa huyo malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni. Anasema huyu ni Kristo. Unaona imetoka mbinguni. Sio Kristo huyo. Sikiliza. Imeanguka. Kristo anaangukaga? Ukisikia malaika aliyeanguka, haiwezi kuwa Kristo. Kristo anashuka. Amen. There is a quite difference between descending and falling. Kuna tofauti kubwa kati ya kushuka na kuanguka. When you fall, unapokuwa umeanguka, and another one is descending, na mtu mwingine anashuka, is different coming. Ni tofauti kabisa. The one who is falling, yule ambaye anaanguka, anaweza kuangukia kichwa, anaweza kuangukia tumbo. Lakini the one who is descending, yule ambaye anashuka, atasimama. Amina wapendwa. Christ is the angel descends. Kristo ni malaika anayeshuka. But the devil, lakini shetani, Satan, shetani is the angel that falls. Ni malaika ambaye anaanguka. Jina la Bwana libarikiwe. Imeanguka juu ya nchi. Ndio. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda. Akapewa, manaka akapewa ruhusa. Amina pendwa. Akaruhusiwa. Was permitted. Aliruhusiwa. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Ndio. Kama moshi wa tanuru kubwa. Ndio. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Na mimi nikwambia, amina pendwa, if I go back to that scripture. Amina turudi katika hilo andiko. Sayansi imepaa sana. Amina pendwa. Hebu sikiliza, sayansi imepaa sana baada ya vita ya kwanza ya dunia. Jina la Bwana libarikiwe. All the historians they know. Wahistoria wote wanajua. Science has rapidly increased. Sayansi imeongezeka kwa sana, kwa haraka. After World War I. Baada ya vita ya kwanza ya dunia. Mnanisikia wapendwa? And by science, na kwa sayansi, demons, mapepo, has been able, yameweza, to come from hell. Kuja kutoka kuzimu. Mnanisikia? By science, kwa sayansi, demons, mapepo, has been able, yameweza, to come from hell, kutoka kuzimu, to the earth, kuja duniani. Kiona shetani akianzisha mtindo fulani Los Angeles, siku hiyo huko Dar es Salaam. Through science. Kupitia sayansi. Amina wapendwa. Ndio maana sayansi ni mti wa mema na mabaya. Kuna mazuri yake na kuna mabaya yake. Mazuri yake ni tunaona tunatumia mic hapa. Ni mazuri. Amina wapendwa. Lakini naweza kukusaidia kulitoa pepo. Amina wapendwa. Mtindo wa kutoka kuzimu ukipitia Los Angeles siku hiyo huko Dar es Salaam. Sasa mtindo alianza kupasua nguo, wanawake wanatembea na mipasuo, alianzia wapi? Si mitindo tu inatoka, akifanya mara moja tumefika. And the fifth seal, na muhuri wa 5, is the fifth trumpet. Ni baragumu ya 5. And the fifth trumpet, na baragumu ya 5, demon came from hell. Mapepo yametoka kutoka kuzimu. Sasa mseme amina, kwa sababu na sisi ambao tunajua sayansi tunawahubiria mjue. Sasa kwa nini msiseme amina ikiwa mimi mwenyewe niko na yahubiri? Amina wapendwa. Through science, kupitia science, things go so rapidly. Mambo yanaenda kwa haraka sana. Mambo ya kuzimu yanasafiri kwa haraka. Amina wapendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi tuingie kwenye kiwango chetu ili mambo yetu pia nayo yaende kwa haraka. Endelea kidogo. 3. Nzige wakatoka katika ule moshi. Sasa hawa nzige unaowaona sio nzige, ni nzige, kwa sababu tunaona yaliyoachwa na nzige, yaliliwa na parale na sio na madumadu na tunuru, siwezi kuwapangilia wale wadudu, lakini ni nzige wale. Ni mdudu yule. Na waliotoka kuzimu ni nzige, which are devils, which are demons.
If you go in the sixth trumpet, Kama ukienda kwenye baragumu ya 5, you will see utaona 200 million milioni 200 of demons ya mapepo on horse riders, juu ya wapanda farasi, juu ya panda farasi, who killed the Jews. ambao waliwaua Wayahudi. There are those demons. Kuna hayo mapepo. Those demons in the Hayo fifth, mapepo katika baragumu ya 5. you see also in the sixth dimension, in Utaona the pia sixth katika, trumpet. baragumu ya 5. Ya sita, you Ya see, sita. they came from the fifth, Walitoka kwenye they ya moved 5 to the sixth. yakaelekea kwenye cha 6. Now, Sasa we are between the sixth, tupo katikati ya 6, the sixth trumpet, ya baragumu ya 6 and the seventh trumpet. na baragumu ya 7. Now, listen, those demons Sasa haya mapepo from the fifth trumpet, kutoka katika baragumu ya 5 they came to the sixth yakaja trumpet, kwenye baragumu ya 6, they killed the people. yakawaua watu. Those people, they died. Hao watu walikufa. Hitler and his people died. Hitler na watu wake walikufa. Mussolini and his people died. Mussolini na watu wake But walikufa. those demons did not die. Lakini hao mapepo hayakufa. Where are they? Hao mapepo yako wapi? They're in the people. Yako ndani ya watu. Hebu soma tu. Nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walionayo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiazuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ila wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wateswe miezi 5. Na maumivu yao yalikuwa kama kuumwa na nge aumapo mwanadamu. Na siku zile wanadamu watatafuta mauti, wala hawataiona kamwe. Nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nzige yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama taji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu. Nao walikuwa na nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dilii kifuani, kifuani kama dilii za chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi vitani. Nao wanamikia kama ya nge, na miiba, na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu. Miezi 5 ilikuwa katika mikia, na miiba na nguvu yao ya kuwadhuru wanadamu. Miezi 5 ilikuwa katika mikia yao. Na juu yao wanaye mfalme, naye ni malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abaddon, ni kwa Kiyunani, na kwa Kiyunani analo jina lake Apollyon. Apollyon and Abaddon, they mean the same meaning. Apollyon na Abaddon wanachukua maana moja. They mean the tormentor. Wanamaanisha kwamba wasumbufu au mtesaji. Jina la Bwana libarikiwe. So those demons, kwa hiyo hayo mapepo, you see also in Revelation. Pia unaona kwenye Ufunuo. Revelation 9. Ufunuo 9. Hebu soma 9. Revelation 9. Ufunuo 9. Malaika wa 5 akapiga baragumu. Not na 10 baada hapo ulishia mstari wa ngapi? Hapo uliposoma ulishia mstari wa ngapi? Nimeshia mstari wa 11. Nenda wa 12. Ole wa kwanza umekwisha pita, tazama bado ziko ole 2 zinakuja baadaye. Malaika wa 6 akapiga baragumu. Ndio. Nikasikia sauti moja ikitoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika 4 wakafunguliwa, walikuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Okay, pause there. Ishia hapo. Now those angels, sasa hao malaika, the prophet have spoken about it. Nabii amewazungumzia kuhusu. He mentioned those 4 demons, those 4 hayo mapepo manne, those 4 angels, au malaika 4 who are
released waliachiliwa to kill the third part of the people. kuua theluthi ya watu The duniani. first one is Mussolini. Wa kwanza ni Mussolini, The second one is Hitler. wa pili ni Hitler, Then there's Stalin. ndipo kuna Stalin, Then there is Roosevelt. alafu kuna Roosevelt. Roosevelt was the president of America by then. Roosevelt alikuwa ni rais wa Marekani kwa wakati huo. Stalin was from Russia. Stalin alikuwa ni kutoka Urusi. Hitler from Germany, kutoka Ujerumani, but he was an Austrian. lakini alikuwa ni Austria. And then Mussolini was from. Ndipo pia Mussolini alikuwa. Therefore, ni wako wanne. Amen apendwa. You can read. Unaweza kusoma the message, ujumbe, the feast of the trumpet, karamu ya baragumu ya sikukuu ya baragumu. Sikukuu ya baragumu. Wametajwa hawa watatu. Amen apendwa. You read the mark of the beast, if I'm not Nasoma alama ya mnyama, you will find Roosevelt. Utamkuta Roosevelt. So they have mentioned them. Kwa hiyo wamewataja hapo. The prophet says, nabii anasema, I can show in the scripture, naweza nikaonyesha kwenye maandiko, where Roosevelt wakati Roosevelt was a dictator. Alikuwa ni mtawala wa imla. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu na ashukuriwe. Lakini during that time, lakini katika wakati huo, Hitler jina la Bwana libarikiwe, when he was fighting, wakati alipokuwa akipigana, that time, katika wakati huo, in America, Marekani, there was Roosevelt. Kulikuwa na Roosevelt. Amen apendwa. So those are the four angels. Kwa hiyo hao ni malaika wanne. They were given to kill. Walikuwa wamepewa kuua. Why did they kill? Kwa nini waliua? Kwani mtu awe na upako wa kuteka dunia nzima? Huo upako ametoa. Uwezi mtu kama mtu uwezi. Lazima upate mapepo. Amen apendwa. You must be possessed to be able to do that. Lazima uwe umepagawa na mapepo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu na shukuri. Where are those demons coming from? Hayo mapepo yanatokea wapi? Revelation Ufunuo 9. Amina apendwa. In the fifth seal, muhuri wa 5, and the fifth trumpet, na baragumu ya 5, we can see, tunaweza kuona how they are parallel each other. Jinsi yanavyoenda sambamba pamoja. This is a demon. Haya mapepo. And these demons kills people. Na haya mapepo yanaua watu. And those people, na hao watu, they are the Jews. Ni Wayahudi. They go under the altar. Wameenda chini ya madhabahu. So it is the same thing. Kwa hiyo ni jambo moja. Fifth trumpet, baragumu ya 5, fifth seal, na muhuri wa 5. we see how they are the same. Tunaona jinsi zilivyo pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu na ashukuriwe. Nilikuwa naonyesha tu mapepo hayako kuzimu. Mapepo yako duniani. Na kupambana nayo unahitaji Roho Mtakatifu. Unahitaji nguvu ya Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu kupambana na nguvu za giza. Bila nguvu za Mungu, bila Roho Mtakatifu, bila neno utashindwa. Na ujumbe huu tuliopewa ni ujumbe wa kiwango cha juu zaidi, kwa sababu Mungu anajua kuzimu nayo imepanda. Na Mungu ameshusha mbingu na yenyewe ikashuka to bring the show down, kuleta onyesho au tukio. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu nimalizie tu hapa. Mungu na ashukuriwe. Kama kuna wakati tunahitaji Roho Mtakatifu kuliko nyakati nyingine zote, ni sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu nisome hapa kidogo, muda umeenda. Rejected king. Familia kataliwa. Mfalme aliyekataliwa ni mwaka wa 60. Huu ndio ujumbe nabii alihubiri baada ya kuwa ametoka ng'ambo ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. This is the first message. Huu ni ujumbe wa kwanza ambao ndugu Branham alihubiri akiwa ametoka ng'ambo ya pili. Baada ya alivyochukuliwa ng'ambo ya pili, aliporudi ndo alikuja kuhubiri ujumbe. Jina la Bwana libarikiwe. The rejected king, familia kataliwa. 60:05 tarehe 15. Nisome tu paragrafu 142. 142. Nabii anasema hivi, sikiliza. We were talking about that vision sasa. Ndio anazungumzia sasa kuhusu hilo ono. Ndio analihadithia kwa mara ya kwanza. Sio ono, the translation. Kule kuchukuliwa. Amina napendwa. Kidogo tu. And these young women, na hawa wanawake wa vijana, throwing their arms around me, walikuwa wakileta mikono yao wakinizunguka.
Now I do realize this is the mixed audience. Sasa hapa kuna mchanganyiko, And I say this with the sweetness na anasema hili kwa utamu, and with the mellowness of the spirit. na kwa mtiririko wa roho. Utamu wa roho. Men cannot put your arm around women. Wanaume waweza kukumbatia wanawake. Wanaume hawawezi kukumbatia wanawake without a human sensation. Bila kuwa na msisimko wa kibinadamu. But it was not there. Lakini huo msisimko haukuwa hapo. Sikiliza, this was the first time. Hii ilikuwa ndo mara ya kwanza. The prophet nabii is talking about this. Anazungumzia kuhusu hili. Because when Paul, kwa sababu wakati Paulo spoke about it, alipolizungumzia hilo in 1 Corinthians, katika Wakorintho wa kwanza 12, 12, 2 Corinthians 12, Wakorintho wa pili 12, he did not have words to say. Hakuwa na maneno ya kuweza kuelezea. And somewhere the prophet says, na nabii anasema, the things he saw, mambo ambayo aliyaona, which God have prepared for his people, ambayo Mungu ameandaa kwa watu wake, they have never heard in the ears of the people. katika masikioni mwa watu. People have not seen them. Watu hawajayaona bado. Neither be perceived into their hearts. Pia bado hawajapokea mioyoni mwao. Listen. Sikiliza. Both Brother Branham, ndugu Branham, and Paul, na Paulo, they didn't go in the 7th dimension. Hawakwenda katika kiwango cha 7. Mnanisikia wapendwa? Ndugu Branham na Paulo hawakwenda kiwango cha 7. Walienda kiwango cha 6. Lakini wewe na mimi leo tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kiwango cha 7. Kwa haya walioyaona yaliyoko mbele kiwango cha 7 ni zaidi ya hii. Mnanisikia wapendwa? Ni zaidi ya hii. Kwa sababu hii ni ya kiwango cha 6. Paulo anasema hajawahi kusikika, hajawahi nini, niliona sio ni kiwango cha 6. Ndugu Branham niliona wapendwa na ni kiwango cha 6. But where we are going is the 7th dimension. Lakini tunapoelekea ni kiwango cha 7. Even them, hata wao, pamoja na haya yote ndugu Branham aliyoyaona na walioko huko wanatamani ya kiwango cha 7. Because it's the higher standard. Kwa sababu ni kiwango cha juu zaidi. There was no yesterday. Hakukuwa na jana. No tomorrow. Hakuna kesho. They didn't get tired. Wala hawakuchoka. I never seen such pretty women. Sijawahi kuona watu wazuri sana wanawake. Wanawake kama in all my life. Maisha yangu yote. Sasa natamani kwenda Marekani. Ndugu Branham anasema niliowaona sijawahi kuwaona, hata Marekani sijawahi kuwaona. Ukienda Ulaya si mbaya, ukitaka kwenda unaweza kaenda. Lakini wengine tumeenda hatujaona kama kuna kipya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunataka tutamani kwenda mbinguni. Tunataka tutamani kwenda kunyakuliwa. Na hata kama ungeenda Ulaya, hebu nikwambie si mbaya kama napata nafasi nenda, haina shida. Hata kama upati nafasi, kwani mtu atakuzuia? Kama ukikata tiketi yako milioni 3, milioni 4, si unaenda tu unatembea kama unataka, hakuna anayekuzuia. Lakini kwambie ukienda Ulaya tukamkuta anayependa Mungu, anatamani kutoka Ulaya nyakuliwe. Na aliyeko Marekani anayependa Mungu anataka ana shauku ya kunyakuliwa. Wewe una shauku ya Marekani na Ulaya. Wenye Mungu wa Ulaya na Marekani wanatamani kunyakuliwa. Wanafikiri Ulaya hakuna omba. Mimi nimewaona. Tena wameniomba hela na mimi nikawapa. Wapo. Omba wapo. Tena omba wa Ulaya, afadhali omba wa Afrika. Lakini wazungu hawezi kukuambia kuna omba. Watakwambia omba wapo. Mimi nimeenda naona mtu, niko na ndugu mmoja alinilinki na ndugu mmoja wa kule. Sasa wewe tukawa tunaongea. Naona sasa wanaongea, anawafukuza. Akiona nifuate sio.